mitandao. Kuna watu wala sio wanachama, ni wanachama wa CCM wamekuwa wakubwa kuliko viongozi wa Chadema, wanatoa maelekezo kwenye Chadema. Na wengine wanasema mpaka wapewe taarifa nani kafanya hili jambo. Sio mwanachama wa Chadema. Hii sio Chadema tuliyojenga. Na hatuwezi kunyamaza kimya. Na yuko wa kutunyamazisha. Sasa haya mambo yako mambo mengi ya ukiukwaji wa katiba, lakini kwa faida ya muda na kwa sababu na nyinyi lazima muende na muda, sasa lazima nimesema kamati kuu, nimesema kwenye ubaguzi. Kamati kuu kwa kawaida kuna grupu la WhatsApp la kamati kuu. Lakini sasa hivi kuna magrupu haya mawili. Kuna moja wanaoongea mambo wanaoelewana, kuna moja la jumla. Maana kuna watu wametengwa pale. Kwa sababu wewe si kamati kuu sana, si mwenzetu, kwa wewe tunakutenga, hatukushirikishi. Lakini jambo la mwisho ambalo niongee, kwa sababu ya udikteta na uvunjaji wa katiba ambao unaendelea, chama sasa hivi kinaendeshwa na matamko ya viongozi, hakiendeshwi na vikao. Nitawapa mifano. Kinaendeshwa na matamko ya viongozi, na mkitoka hapa nile mkawaulize. Nyie mnajua kwamba Mheshimiwa Lissu, mwenyekiti wa chama, amekamatwa, muda mrefu umepita sasa. Na bahati mbaya ana kesi kubwa sana ya uhaini. Kwa kawaida chama chochote cha siasa, mwenyekiti akikamatwa, hata kama amekamatwa na amepewa kesi ndogo kama ya uchochezi, lazima kamati hii ikae, ijadili na iwe na mwelekeo. Lakini hawa jamaa waulizeni kama wamekaa kamati kuu. Hawajakaa. Sasa kama hawajakaa, mwelekeo unafanywa na nani? Na matamko ya mtu mmoja, kwa sababu wana mdomo mpana, anaweza kutamka kwa wanatamka tu, na chama ndio kinaenda. Chama cha siasa, taasisi yoyote inaongozwa na vikao ili iwe taasisi, sio maneno yako ya kutoka kwa mkeo au kwa mmeo ukao unasema yanakuwa nini? Yanakuwa ni taasisi. Lazima yatoke kwenye kikao. Hawajakaa kikao. Lakini sio hivyo tu. Sio hivyo tu. Kuonyesha kwamba kuna mambo yanatolewa, angalia tarehe 22, na sisi tulianza kuona toka siku ile, tarehe 22 baada ya uchaguzi mkuu tarehe 21. Tarehe 22 kulikuwa na baraza kuu la chama. Baraza kuu la chama la siku ile lilikuwa ni baraza kuu la uchaguzi la kuchagua wajumbe 8 wa kamati kuu kwa mujibu wa katiba ya chama ibara ya 7.7.12D. Kwa baraza kuu la uchaguzi. Lakini mliona na wakati ule, bahati nzuri, sisi wote hapa, mimi naibu Zanzibar, tulikuwa wajumbe wa kamati kuu mpaka wakati ule, tulikuwa wajumbe wa baraza kuu mpaka wakati ule. Hakuna kikao kiwe cha secretariat, na hii ndio ilikuwa secretariat, kiwe cha kamati kuu, kiwe cha baraza kuu, ambacho kilikaa kikaondoa ajenda ya uchaguzi kwenye kikao kile. Lakini mlimsikia katibu mkuu, na klipu zipo, aliposimama kumkaribisha mwenyekiti azungumze, na ni kikao cha kwanza kilifunguliwa bila kutamka akidi, alisema kwa sababu ajenda ya uchaguzi haipo, akidi yetu itakuwa ni simple majority. Sasa sisi tukajiuliza na tunajiuliza, ajenda ya uchaguzi nani aliondoa? Iliondolewa na kikao gani? Kwa sababu ajenda ya uchaguzi ya baraza kuu inaondolewa na kamati kuu inayeandaa baraza kuu au baraza kuu lenyewe. Hatukukaa secretariat, haina uwezo wa kuondoa ajenda ya baraza kuu. Hatukukaa kamati kuu, hatukukaa baraza kuu, lakini tukaambiwa ajenda ya uchaguzi imeondolewa. Hadi ninapozungumza leo, wajumbe 8 wa kamati kuu waliotakiwa kuchaguliwa siku ile hawajachaguliwa. Kulikuwa na wagombea zaidi ya 30 wako pale wanasubiri kwenda kujieleza.
hawakujulishwa ni nani kaondoa, hawajui mpaka leo, baraza kuu halijui mpaka leo, kamati kuu haijui mpaka leo, na sisi tulikuwa sekretarieti na kamati kuu na baraza kuu hatujui mpaka leo. Mtu mmoja, sijui wawili, sijui wangapi walikaa wakaondoa hiyo ajenda. Hakuwezi kuwa na chama cha siasa cha namna hiyo. Waulizeni tu, hivi ile ajenda mliondoaje siku ile? Kuna kikao kilikaa saa ngapi mkaondoa hiyo ajenda? Sasa hatuwezi kuwa na chama cha namna hiyo na sisi tukanyamaza. Sasa kwa sababu hiyo, kwa sababu ya mambo haya, na kwa sababu tumeshawishika bila shaka yoyote kwa mazingira yanayoenda, na sisi wengine tumekaa kimya. Mimi nadhani sisi wote hapa tulioko hapa, ukiacha Mlema ambao alikuwa msemaji wa G55, wengine wote tumekaa kimya kwa muda mrefu sana. Sio kwa sababu ni wajinga, ni kwa sababu tulikuwa tunaangalia na tulishashauri kupitia ofisi za chama. Baada ya kugundua kwamba hawa jamaa wanakokwenda hawana nia njema na chama, na kwamba hawa jamaa watakiua hiki chama, tumeona hiki chama kisife mbele yetu, tukasingiziwa kwamba na sisi tulikuwa sehemu ya kuua hiki chama. Na mimi na washauri wana Chadema, wanaebaguliwa, wanaeumizwa na mambo yanavyoendelea, tusiwe sehemu na tusiwape sababu kwamba hiki chama kimekufa kwa sababu hawa wapo, kwa sababu timu Mbowe ipo. Watu wengi wanaepewa majina hayo, wala wengine wakumuunga mkono Mbowe, G55, wengi wala wakumuunga mkono Mbowe, lakini wanaitwa hivyo. Sisi tumeamua wote pamoja tunajiondoa Chadema ili tuachie hicho chama waendeshe wanavyotaka. Sababu sisi hatuwezi kuwa sehemu, hatuwezi kuwa wanachama wa chama ambacho maamuzi yake hayafanywi kwa vikao. Hatuwezi kuwa wanachama wa chama ambacho wanachama wanabaguliwa. Hatuwezi kuwa wanachama wa chama ambacho katiba haifuatwi. Hatuwezi kuwa wanachama wa namna hiyo, kwa sababu sisi sio chawa, sisi ni viongozi, sisi tunajitambua. Tuliingia Chadema kwa sababu ya malengo, na tunatoka Chadema kwa sababu Chadema imeachana na malengo ambayo yalifanya sisi tuingie. Kwa tunajitoa Chadema ili wasipate sababu kwamba chama hiki kilikufa kwa sababu walikuwepo. Kwa sababu sisi tumekaa kimya, tunatukanwa kila siku. Umekaa kimya unatukanwa. Sasa unajiuliza, hivi hawa jamaa wanataka nifanyeje? Nife? Si watatukana mpaka maiti? Haiwezekani. Kwa sisi tunajitoa. Na mimi na washauri bila shaka yoyote, watu wote ambao hawaridhiki na hali inavyoenda watoke ili tuachie chama chao waendelee nacho. Lakini nisiwache mkaja kuniuliza maswali kwamba sasa mnaenda chama gani, kwa sababu kuna speculation nyingi sana. Sikiliza, sisi sio wazee wa kufikia umri wa kustaafu. Sisi bado tuna nguvu na malengo ya kisiasa. Kazi ya kuwapigania Watanzania haijakamilika. Tutaendelea kuwapigania Watanzania waweze kufikia mahali ambapo Chadema ilikuwa inalenga, na tutaendelea kupambana na CCM, lakini tutatafuta jukwaa muafaka. CCM haiwezi kuwa option yetu. Tutatafuta jukwaa muafaka ambalo tutakwenda tukahakikishe kazi ya kupigania haki, kazi ya kupigania uhuru, na kazi ya kupigania maendeleo ya watu inaendelea. Tutakwenda mahali tukafanya hiyo kazi. Tunaondoka leo Chadema, tutashauriana na vyama mbalimbali, tutawaambia baadaye tunakwenda wapi. Asanteni sana na Mungu awabariki kwa kunisikiliza. Baada ya hapo naomba nimkaribishe naibu Zanzibar aseme, na baadaye atakaribisha mtu mwingine anataka kusema aseme. Asalamu alaykum. Sasa sijui mngependa tuendelee hapa au tuende pale? Tuendelee tu hapa. Tupishane, lakini sio podium ni tamu jamani. Podium ni tamu, ile imechelewa.
Podium time lakini imechelewa. Haya jamani. Sisi waandishi wa habari tunajaribu